Tanzania kwa maana ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imezidi kujitadamaisha kitaifa na kimataifa kwamba wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini, chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na viongozi wake, kile wamechokuwa kikizungumza, kile wamechokuwa kikipigia kelele, sasa ushahidi kwa hatua ya sasa unatoka mataifa jirani. Kumzuia Martha Karua ambaye ni wakili msomi mbobevu wa masuala ya kisheria East Africa, na alikuja kwenye kusikiliza mwenendo wa kesi ya wakili pia mwenzake, kwa sababu itambulike kwamba anayeshikiliwa kwenye kesi ya kile kinachoitwa uhaini ni mheshimiwa wakili msomi Tundu Antipas Mugwai Lissu, sanjari na kuwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini, sanjari na kuwa sasa ni miongoni mwa makamu wenye viti wa IDU ambacho ni ule umoja wa vyama vya kidemokrasia duniani, kwamba ameshikiliwa na kesi hicho kinachoitwa uhaini. Lakini bado wanaharakati kutoka nchini Kenya, kuna yule mwandishi wa habari na wakili kutoka Uganda, yule dada nadhani Martha, ambaye pia naye alifanywa vitu vya hovyo. Kwa hiyo ni namna gani unaona Tanzania ina advance ujumbe wake kimataifa kwamba ni kweli uminywaji wa uhuru wa watu, uminywaji wa haki za binadamu unatendeka ndani ya viunga vya nchi yetu. Mimi ni moja kati ya wahanga ambao tulikumbwa kwenye lile jambo la tarehe 24 kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu, tarehe 24 ya mwezi April 2025. Hasa hawa pia ni wahanga ambao wamekumbwa kwenye kesi ambayo ilikuwa ikitajwa juzi hapa. Mtakumbuka msemaji wa jeshi la polisi ukanda maalum ya Dar es Salaam, ndugu Jumane Mriro, alitoka na kuzungumza na kukanusha hadharani kwamba hawakuwashika hao watu. Lakini leo tumeshuhudia wenzetu wa East Africa, wa Kenya na Waganda, kwamba walikutwa mahotelini. Yule mwanaume kijana mmoja yule wa Kenya alikutwa hotelini, akakamatwa pale na watu waliojitambulisha kwamba ni maafisa wa jeshi la polisi. Komanda ya Boni amepigwa vibaya sana, kadhalilishwa, katwezwa utu wake. Yule dada amefanywa mambo ya kinyama, katwezwa utu wake, kavuliwa nguo, amezungumza mwenyewe. Lakini unaona ni vyombo vya usafiri vya nchi kwamba Boni amekamatwa hotelini Dar es Salaam, lakini amekwenda kutupwa kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya. Lakini pia yule dada amekwenda kutupwa mapori ya Mtukula kule ambako inapatikana pia boda ya Tanzania na Uganda. Kwa hiyo ni namna gani unaona kabisa kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wake Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama wa nchi yetu, anavyolionyesha taifa, anavyoitangazia East Africa, anavyoiambia dunia kwamba sasa Tanzania sio mahali salama pa kuishi, sio mahali salama, lakini ni serikali tu pekee isiyoheshimu ule umoja wa jumuiya ambazo sisi ni sehemu ya wanachama wa jumuiya ya East Africa, ambayo Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda sasa ni wanachama wa jumuiya hiyo. Sasa hakuleti mantiki yoyote kidiplomasia kwamba hawakuwa na umuhimu wa kuja kushiriki ama kuona mwenendo wa hiyo kesi, kwa sababu kesi ya Mheshimiwa Lissu ni public interest, ile kesi ambayo kila mmoja na mataifa jirani wanapaswa kuja kushuhudia hiyo kesi ya kile kinachoitwa uhaini. Lakini jambo lililofanywa na serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, wanaongoza uminywaji wa haki, uminywaji wa kutokuminya, yani kuminya kabisa uhuru wa watu kuweza kusurvive, kuweza kushuhudia, kuweza kushiriki mambo mbalimbali ya kijamii jinsi ambavyo umetoweka. Kwa hiyo nachoweza kusema, wanatusaidia sisi kama Watanzania ambao tumekuwa tukipiga kelele, na tumeona wenzetu wa Kenya wamesema wako tayari kuja kutusaidia hii vita, kwa sababu wao hatua tuliyofika sisi, wao ilikuwa ni ya miaka 30 ama 40 nyuma. Kwa hatua sasa tunaanza kusaidiwa na majirani. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwamba kwa jambo hili imejivua nguo yenyewe, na wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Nadhani huu sasa ndio mwisho wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Watanzania wameona. Tulikuwa tunapiga kelele sisi kama Watanzania, sasa na majirani zetu wamekuwa wahanga katika kile ambacho tunafanyiwa, kupotezwa mtu, na isingekuwa kelele za Wakenya na Waganda, pengine hawa watu wasingepatikana, kama ambavyo na sisi ndani bila kelele tunaendelea kuona kwamba watu wetu wakikamatwa wanapotea. Na ndio taifa peke yake ambalo limetunza kikundi ambacho taifa na msemaji wa serikali wanatoka hadharani wanasema liko genge la watu wasiojulikana wanaoendelea kupoteza watu, wanaoendelea kuua watu, wanaoendelea kuteka watu. Kwa hiyo sio sehemu salama ya kuishi kwa hatua sasa nchi hii.
Umezungumza vizuri bana. Tukirudi kwa wao hawa kina Martha Karua pamoja na kina Boni, kuna Wakenya wengine wamewasupport, lakini kuna Wakenya wengine wanasema kwamba hawajatumwa ila wamejituma wao tu, kwamba kile walichokuwa kikifanya Kenya wasizani kama na Tanzania kipo, kwamba na tukiangalia kwenye kesi ya Lissu walikuwa viongozi wengine kutoka kule Cote d'Ivoire, alikuwepo wakili alikuja kusikiza ile kesi, na kulikuwa na wakili wengine kutoka nje. Kwa nini unadhani hawa Wakenya tu kwamba ndio waliweza kukutana hiki kitu? Je, ni kile ambacho Wakenya wenzao wanakisupport kwamba hawakutumwa, walijituma wao? No, yani ukiona wako wa Kenya ambao wanaungana na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ni mmoja kati ya watu wenye elementi hizo za kiudikteta uchwara. Kwa sababu wale ni wana East Africa wenzetu. Hakuna mahara popote, hata kama kuna sheria walivunja. Sasa katika mamlaka ya nchi inayoheshimu utawala bora na utawala wa sheria, walipashwa kukamatwa, kupelekwa kwenye mamlaka sasa zinazotafsiri sheria. Lakini kitendo cha kuwakamata, kuwapiga na kuwaficha kabisa katika maeneo ya kusikojulikana kama ambavyo ndio slogan ya nchi hii, lakini baadaye kwenda kuwatupa kwenye hizo boda, jambo hilo haliwezi kuwa sawa. Kama liko jambo wamemisbehave wale watu, kwa nini hatukuona mamlaka zetu za nchi zikiwashikilia na kuwapeleka kwenye vyombo ambavyo vingepashwa kwenda kutafsiri sheria? Kwa hiyo yote anayeunga mkono hoja hiyo anafanana na hiki ambacho kinaendelea nchini kwetu, kuendelea kuteka watu na kupoteza watu. Lakini vinginevyo ni kwamba sio sahihi kabisa, kwa sababu wale watu hakuna sheria yote ambayo mimi naamini walivunja. Watu wamekamatwa, kwa mfano wakili Martha Karua amekamatwa akiwa airport. Yani kitendo cha kushuka tu kwenye international mamlaka ya ndege pale airport, uwanja wa ndege ya Dar es Salaam, kitendo cha yeye kushuka pale alikamatwa na watu ambao walijitambulisha ni maafisa wa jeshi la polisi. Sasa unaweza ukasema kama alikuwa amevunja sheria yoyote, weidha ya maafisa ya migration na jambo linalofanana na hilo, maana yake alipashwa kupelekwa kwenye hizo mamlaka na baadaye tafsiri za kisheria zingeweza kuonekana. Yule dada wa kutoka Uganda, kama liko jambo lolote alifanya, lakini hukumu haikutosha kuwa kumvua nguo, kumpiga na kumdhalilisha na kumtweza utu wake, na badala yake kwenda kumtupa kwenye boda ya Mtukura. Jambo pekee ambalo walipashwa wafanye kwamba huyu mtu angeitambulisha mamlaka ya nchi yake kwamba tumemshikilia kwa sababu amemithibehave, amevunja sheria za nchi 1, 2, 3 za nchi ya Tanzania. Lakini vitu kama hivyo hatukuviona. The same Boni wa Kenya, kwamba baada ya kumshikilia walipashwa waseme, wangeambia watu wa Kenya kwamba Mkenya mwenzenu tunaye tumemshikilia kavunja sheria 1, 2, 3. Lakini hakuna sheria yote kama nchi imetoka kwa advance ilivunjwa na hawa wananchi wenzetu ambao ni wa Tanzania wa ndani ya nchi. Pengine tunaweza kusema sisi kama East Africa tunaweza kuliita taifa moja. Sasa kitendo kwamba wao wamekuja alafu wanafanywa vitu ambavyo sisi tumekuwa tukifanywa na wenzetu, wanapotezwa, wanauawa, na wao wamefanywa, alafu anatokea mtu anasema kwamba si kwamba walichokifanya kule huku hawapashi kukifanya. Sasa kule walipashwa watuambie walifanya nini na huku wamefanya nini. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema kwamba ni propaganda na ni aina ya wale watu ambao wanafikiri katika zile tawala za kiimla na udikteta uchwara. Sasa na turudi, kuna swali lingine lilizungumzia kwamba Wakenya ile kupaza sauti wakidai kuisaidia Tanzania. Tukirudi kihistoria, inatuonesha kwa asilimia kubwa Tanzania ndio imeonekana kuisaidia Kenya, kwa hususan masuala ya kidemokrasia. Kuna kipindi alikuwa akipitia Kenya utawala wa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, alienda kule kujaribu kuwasuluhisha na kuwaweka sawa kuhusiana na masuala ya kikabila, na hususan kwenye masuala ya hizi border, masuala ya vyakula. Tumeona kwamba kuna mahindi yamekuwa yakipita yakienda kule kwa ajili ya kuweza kuwasaidia. Hata hiki anachosema kuja kuisaidia Tanzania, na tukiangalia hata vitu vingi vya kidemokrasia vinaonekana kama vile kuvichukua huku Tanzania na kuvipeleka kule. Mfano ya bunge kuliruhusu liende live, maana yake Tanzania ilianza wakafuata wa Kenya, serikali za mitaa Tanzania imeanza wakafuata kule. Na labda pengine ni mchango upi sasa ambao unaweza kaisaidia Tanzania, au Tanzania ndio inajitosheleza yenyewe kuja kujisaidia? Kwanza ikumbukwe masuala ambayo yalikwenda kuyatatua nchini Kenya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ni masuala ya diplomatic zaidi. Ni kwamba tunatambua kwamba Kenya wakati wanapigana kuidai haki, kudai uhuru wa watu, kudai uhuru wa vyombo vya habari, kudai uhuru wa raia wa Kenya, wamepitia madhira makubwa sana, na tunaona kabisa kwamba raia wa Kenya wengi sana walipoteza uhai. Na mwisho wa siku sasa Kenya ya sasa katika masuala ya kidemokrasia hatuwezi kuwakuta sisi. Wametutangulia mbele, naweza nikasema kwamba miaka 20 mbele. Kwa sababu leo sisi
kuweza kuzungumza jambo lolote kwenye taifa lako kwa mujibu wa katiba ya nchi kwenye ibara ya 8 kuwa na uhuru wa mawazo na mambo yanayofanana na hayo inatajwa kuwa jinai. Na ndio maana tunaona kabisa kwamba kesi ambayo amebambikizwa mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia Chadema Mheshimiwa Antipas Mugwai Lissu kwamba kinachoitwa kesi ya uhaini ni kwa sababu tu kuna ule uminywaji wa haki ya mtu kutoa mawazo yake, kwa sababu kukinzana na mfumo unaoongoza serikali leo katika nchi yetu ya Tanzania kunatajwa kuwa jinai, na pengine na kesi zinazofanana na hizo uhaini na mambo mengine. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusema tunawasaidia Wakenya. Wakenya wanatusaidia sisi kujitambua katika viwango vya hali ya juu sana. Tunaona kabisa sisi kwetu huku kuikosoa serikali ni jambo ambalo halipo. Wenzetu wanazungumza kwa sababu huo uhuru upo, kwa sababu kiongozi naye ni binadamu, kiongozi hawezi kuwa malaika, kiongozi hajawa Mungu bado na hata kuwa Mungu. Katika misingi hiyo, sisi tunaamini kabisa binafsi kwamba demokrasia ya Kenya siwezi kuilinganisha hata kwa chembe na hichi kinachoitwa demokrasia ndani ya nchi, kwa sababu sisi uhuru wa kujieleza bado umemenywa, hata uhuru wa vyombo vya habari. Na utafahamu ndugu mwandishi kwamba ziko habari kwamba hata ninyi ni kwamba mkiambiwa toa habari hii, mamlaka zenu za vyombo zimekuwa zikizuiliwa, ni kwa sababu hakuna. Na hili mimi binafsi ninadhibitisha kwa sababu nikiwa mahakama ya Kisutu tarehe 24 mwezi wa 4 niliweza kushuhudia kabisa kwamba moja kati ya wenzenu waandishi wa habari tulikuwa nao kwenye defender ambao walipigwa, walivunjiwa vifaa vyake vya kuweza kutoa habari na mambo yanayofanana na taarifa zote za kihabari. Kwa hiyo uminywaji wa haki nchini kwetu ni wa kiwango cha juu sana, umekithiri, jambo ambalo Watanzania, Wakenya wanatumika sasa kama kuweza kutusaidia. Na tumeona kwamba ujasiri wa Wakenya na jinsi ambavyo Kenya ilivyo, watu wameweza kuandamana kwenda ubalozi wa Tanzania ulioko nchini, mtu wao Boni kukamatwa na kushikiliwa kusikojulikana na kupiga kelele kupaza sauti kwamba achiwe. Tumeona hilo jambo limefanyika. Wamekwenda kwenye balozi, wamepiga kelele, Boni kapatikana. Sasa kama sisi ndani kwenda kushiriki kesi, tunatajwa kama ni watu ambao tumevunja sheria, kitu ambacho sio sawa. Kwenda kwenye kusikiliza kesi, kwenda kwenye mahakama ni uhuru wa kila mmoja. Mahakama zimekuwa za huru na za wazi ili watu waweze kufika pale, lakini sisi ilikuwa shida. Itaonekana jinsi ambavyo jiji la Dar es Salaam ambalo nguvu ilitumika kubwa kuminya kabisa eneo la mahakama ya Kisutu lilizungukwa na jeshi la polisi, jambo ambalo wenzetu wa Kenya tumeona wakifanya mambo. Ukisubutu ndani ya nchi hii utapewa kesi za kila namna na kila rangi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba wenzetu wameadvance sana kwenye masuala ya kidemokrasia, na mimi niseme kupitia jambo hili, kama ambavyo Tanzania imejivua nguo yenyewe kimataifa na kitaifa, jinsi ambavyo inajaribu kuona kabisa kwamba misingi na ule umoja wa jumuiya zetu kuto kuziheshimu. Nitoe wito tu kwenye serikali, ni muhimu kwenye hili jambo ikatazama vizuri. Lakini mwisho, katika umuhimu wake wa kipekee, nitoe wito sasa kama mwanachadema, kama Mtanzania ambaye naamini katika haki, katika uhuru wa kushiriki katika jambo lolote, nitoe wito kwa Watanzania wote tena kujitokeza kwa wingi kuzidi ilivyokuwa kesi ilivyosomwa juzi hapa. Wajitokeze tarehe 2 kwa sababu kutakuwa kuna kesi ikiendelea ya mheshimiwa mwenyekiti wetu ambayo inamkabili hicho kinachoitwa kesi ya uhaini. Waweze kujitokeza Watanzania mahala pote waliko nchini, ndani na nje, waweze kufika. Lakini pia nialike hata wenzetu pia majirani wasife moyo kwamba haki siku zote huinua taifa. Tuweze kujitokeza kwa wingi tarehe 2 kwenda kushiriki kesi ya mheshimiwa mwenyekiti mahakama ya Kisutu. Sasa shukrani. Asante.